إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. بعدكم شكر الله جل جلاله na kumwombea ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi tarehe 25 ya mwezi mfano kama huu mwezi tulionao, kwa maana mwezi wa Dhulqaada. Hiyo ndio siku ambayo ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake waliojikusanya kutoka katika maeneo mbalimbali, kwanza pale Madina, lakini makabila mbalimbali ambayo yalijikusanya kwa ajili ya kuambatana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitu ambacho kimekuja kuitwa baadaye kwa jina la Hijjatul Wadaa, hija ya kuaga, tarehe 25, na kuna baadhi ya riwaya zinasema tarehe 26. Wamehitilafiana wanazuoni wa historia, lakini ni mwezi wa Dhulqaada, mwaka wa 10. Hiyo ndo siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka katika mji wa Madina siku ya Jumamosi, na safari yake hii ilikusanya siku 8 njiani. Alifika alfajiri ya siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa Dhulhijja, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika njia yake kutoka katika mji wa Madina alikutana na wasafiri wengine ambao hao walishindwa kumdiriki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, wakawa wameambatana naye njiani kwa pamoja kuelekea katika mji wa Makka. Kuna vitu vinaitwa mawaqit wingi wake, lakini mmoja wake unaitwa miqat. Miqat ni vile vituo vilivyowekwa kwa ajili ya mahujaji kuhirimia ibada zao za hija au umra. Kwa watu wanaokwenda njia ya barabara watashuka hapo katika maeneo ya miqat kwa ajili ya kufanya maandalizi. Unajua ibada ya haji ina vitu vinaitwa mahdhuratul ihram,
masharti ya mtu ambaye anakwenda kuhiji. Miongoni mwayo ni mtu kuto kuruhusiwa kunyoa mpaka siku ile ya kumaliza ibada, na kuto kuruhusiwa kukata kucha, na kwenda mbali hata si ruhusa kuposa wala kuoa tokea unahirimia mpaka unamaliza ibada hija, iwe ibada ya umra au ibada ya haji. Kwa hiyo katika matukio muhimu ambayo yalitokea njiani ndani ya siku hizi 8 ni pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika katika miqat ya watu wa Madina, inaitwa Dhul Hulaifa. Nasema miqati ni vituo vya kuhirimia ibada ya hija, yani kutiania kwamba unaingia kwenye ibada ya hija au umra. Miqati hizi zipo 5, zimezunguka mji wa Maka kwa maeneo ya nje. Kwa hiyo kwa watu ambao watoka mji wa Madina, miqati yao ni sehemu inaitwa Dhul Hulaifa, kwa sasa wanaita Ab'aru Ali. Kwa katika matukio muhimu aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuingia katika eneo hili la miqat na kutia nia ya kufanya ibada ya haji. Haya ndio matukio muhimu sana aliyotokea njiani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipoingia katika maeneo ya Dhul Hulaifa, alitia nia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kufanya ibada ya hija na umra pamoja, kwa sababu hujaji yoyote anapokwenda kuhiji atafanya ibada yake ya hija katika moja ya sampuli 3. Ima atafanya ibada ya hija ya tamattu, na hii ndio namna bora ya ufanyaji wa ibada ya hija. Ima atafanya ibada ya hija ya qirani, takuja kuielezea, au atafanya ibada ya hija ya ifrad. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipofika katika miqat alinuia kufanya ibada ya hija kwa mtindo wa qirani, wakati masahaba wake aliwaamrisha wafanye ibada ya hija kwa mtindo wa tamattu. Kwanza sampuli hizi za hija 3 zinafanywa fanyaje? Kwanza tamattu ni kwamba unanuia katika miqat, unafanya umra peke yake. Unaingia Maka kwa lengo la kufanya umra peke yake, ukisubiria siku ya kuhirimia ibada ya hija ukiwa pale pale Maka. Kwa kwenye eneo la miqat unatia nia ya kufanya umra tu peke yake. Hii inaitwa ibada ya hija ya tamattu, kwa sababu yatamatta'u al-hajj fi hadha an-naw' baina al-hajj wal-umra, baina al-umrah wal-hajj. Kwa kuwa kwake hujaji katika sampuli hii, akimaliza ibada ya umra anatoka kwenye yale masharti, vile vidhibiti, anakuwa huru. Mwanamume hujaji wa kiume, mu'tamiri wa kiume, anavaa shuka 2, hatakiwi kuvaa kipande chochote cha nguo kinyume na hizo shuka 2. Kwa hiyo akinuia kufanya umra, anakwenda kufanya umra, akishaimaliza anarudi kwenye mavazi yake ya kawaida, na yale yote makatazo ambayo alikuwa amekatazwa baada ya kuhirimia yanakuwa huru kwake mpaka siku atakayehirimia tena ibada ya haji. Kwa mtindo huu, kule kuwa kwake ametamatta katikati ya umra na haji kwa kujivua katika masharti, ibada ya hija inaitwa tamattu, na ndiyo aliyosisitiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake kufanya ibada ya hija kwa mtindo huu, kwa sababu ndio ibada ya hija yenye wepesi, yenye kukusanya haji na umra pamoja, lakini kwa mtindo wa wepesi kidogo. Ama yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, law istaqbaltu min amri mastadbartu laula anni suqtu alhadiya. Anasema alayhi salatu wassalam, ningekaza jambo langu hili nisingerudi nyuma, lakini kasoro yangu mimi nimeambatana na hawa wanyama tokea natoka Madina. Kwa hiyo toka natoka Madina dhamira yangu nifanye ibada ya hija ya kirani, hilo tu. Lakini na mimi ningehirimia kwa kufanya umra na nikafika Maka nikafanya haji kwa mtindo wa tamattu kama nilivyoambia masahaba wangu. Lakini kwa sababu nimeshatoka na wanyama wangu kutoka katika mji wa Madina na nimeshadhamiria mimi nitafanya ibada hija kwa mtindo wa qiran, basi na nilazimu nisirudi nyuma katika msimamo huu. Akahirimia ibada ya hija kwa mtindo wa qiran, na namna yake ni kwamba unaambatanisha umra pamoja na haji bila kuhalalika katikati yake. Vile ulivyohirimia pale ukavaa zile shuka zako 2, utabakia na shuka zako hizo 2 mpaka unapomaliza haji. Ile kujihalalisha katikati inakuwa hakuna.
na huu ni mtindo mgumu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia katika mji wa Maka siku ya tarehe 4. Ibada ya hija wamehirimia siku ya tarehe 8. Kwa hiyo ana siku 4 nzima amekaa na zile shuka zake mbili. Hapaki mafuta mazuri, haruhusiwi kunyoa nywele, haruhusiwi kukata kucha. Na baada ya hapo alipohirimia kufanya ibada ya hija tarehe 8, maana yake aliendelea kubakia hivyo tarehe 8 yenyewe, tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12 mpaka tarehe 13. Kwa hiyo ibada hii ya kirani ni sampuli fulani ya ugumu, na imeitwa kirani kwa sababu ni muqarana baina alhajj wal umra maa, kuambatanisha baina hija na umra kwa pamoja. Ayuha almu'minun, sampuli ya tatu ni ifrad, kwa mtu kwenda kufanya haji peke yake pasina kuambatanisha na umra. Na hii mara nyingi huwa wanafanya watu waliochelewa. Wale wachelewaji anajikuta kaingia katika mji wa Maka siku ya tarehe 9, na tarehe 9 ile ndio siku muhimu mno kwenye ibada ya haji. Alhajju Arafa, ibada ya hija ni kusimama kisimamo cha Arafa, na Arafa inasimamiwa tarehe 9. Kwa kuogopea kuchelewa kile kisimamo cha Arafa, mtu akatia nia moja kwa moja anakwenda kufanya haji pasina kuambatanisha na umra. Inaitwa haji kwa mtindo wa ifrad, na maana ifrad ni kupwekesha haji peke yake pasina kuambatanisha na umra. Ayuha almu'minun, dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Makkah yawm ar-rabi' sabah yawm as-sabt min shahri dhil-hijja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia katika mji wa Maka asubuhi ya siku ya Jumapili, ilikuwa tarehe 4 ya mwezi wa Dhulhijja. Akawa amefanya umra yake pale mpaka akawa amemaliza umra ile, akawa amekaa katika mji wa Maka anasubiria tarehe 8 kwa ajili ya kuanza ibada ya haji. Ilipofika tarehe 8, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihirimia kufanya ibada ya haji, akatoka katika maeneo ya Maka kuelekea katika maeneo ya Mina, kituo cha mahujaji, kambi ya mahujaji Mina. Mahujaji tarehe 8 wanatakiwa kutoka Maka kuelekea katika eneo la Mina, wanaweka kituo hapo. Ibada zao zote watakazozifanya watazifanya kutokea Mina siku zote 5, kuanzia tarehe 8, 9, 10, 11 na 12 kwa watu wenye haraka, na wale ambao wenye kuzibembeleza ibada zao wanaongeza tena siku moja, inakuwa siku ya 6 mfululizo, kwa maana siku ya tarehe 13. Allah tabaraka wa taala anasema faman taajjala fi yawmaini fala ithma alayhi, mwenye haraka yule akawa amemaliza siku za Mina siku 2, kwa maana baada ya siku ya tarwiya, siku ya tarehe 10, siku ya 11 na 12, akawa na haraka kumaliza haji yake siku ya 12, fala ithma alayhi, hana madhambi wala hana makosa. Wa man taakhara, na yule ambaye atachelewa akamalizia na siku ya 13, Allah anasema liman ittaqa, kwa wale wacha Mungu sana wale huwa wanaongeza na siku ya 13, inakuwa jumla yake ni siku 6 mfululizo, siku ngumu duniani kwenye ibada. Naam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia inna hadha dinu yusrun, hakika dini ya Uislamu ni nyepesi. Wala yushadda hadha din ahadun illa ghalaba, hakuna mtu yeyote ambaye atatia shida katika dini hii isipokuwa itamshinda. Lakini ikhwani, katika moja ya masiku bora duniani kwenye ibada ni masiku haya 10 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, lakini katika masiku magumu kwenye ibada kwa mja, na ndiyo maana tunahamasishana na kuhimizana, nenda kafanye hija wakati una nguvu. Na yale maneno yaliyozoeleka kwenye jamii kwamba wewe bado kijana mdogo unakwenda kuhiji wakati bado umri wako mdogo, una haraka gani? Haya maneno si maneno ya dini, kwa sababu kama unaogopea machafu yako ambayo unaendelea nayo baada ya kufanya hija kwa itikadi ya kuwa ibada ya hija inakuacha kuwa ni msafi, naam, ni kweli. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yaskhab rajaa ka yawmi waladatuhu ummuhu, aliyekwenda kufanya ibada ya hija
hakuleta mambo ya upuuzi, maasi na mambo ya ujinga, maneno ya kifedhuli kwenye ibada ya haji, atarudi hana madhambi kama siku aliyezaliwa na mama yake. Lakini je, maneno haya yana maana haji anakuwa ni maasumu baada ya hapo hakosei tena? Sio kweli. Hujaji akimaliza hija sio kwamba akirudi anakuwa ni maasumu. Na kuchelewa kwako kufanya ibada ya hija wakati hujui siri ya uhai wako, upo katika mamlaka ya Allah jalla jalalu, ukidirikiwa na umauti kabla hujahiji, kabla ya kugawanywa mirathi ya mali yako utakayoiacha, na mirathi ile ikawa inatosheleza, kabla ya kuingia kwenye mirathi warithi, tunatoa fungu la haji kwanza, kwa sababu kuna haki ambazo zinatakiwa zitekelezwe kwenye mali yako ulioiacha kabla ya watu kupata mirathi. Miongoni mwa haki hizo za mali yako ni kwenda kukuhijia, kwa sababu hija ni wajibu kwako na mwenyewe ulikuwa una uwezo, alafu hukwenda kuhiji. Tutatoa fungu la haji kwanza, alafu ndio watu waangalie mirathi, baada ya kutoa pia haki nyingine za msingi za mali. Ikhwan, nenda kahiji sasa, kwa sababu hija ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeacha mafundisho mengi muhimu, mafundisho mengi ya msingi ambayo aliyaweka na kuyasimika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hija yake ile. Siku ya tarehe 9 asubuhi alitoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika eneo la Mina, alielekea zake katika eneo la Arafa, akipita katika eneo la Muzdalifa. Nataka nitolee picha kidogo kwa wewe ambao bado hujawafikiwa kwenda. Chukulia eneo la Maka ni Kariakoo, eneo la Mina ni Ubungo. Unataka kwenda Kariakoo lazima utapita Magomeni. Sasa hapa Magomeni jalia ndo Muzdalifa. Unapapita hapa Muzdalifa unaenda Arafa, kwa sababu ibada ya tarehe 9 inafanyika eneo la Arafa, kisimamo cha Arafa. Alafu magharibi yake, wakati wa magharibi inaingia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka eneo la Arafa pasina kuswali salatul maghrib, kwa sababu hujaji tarehe 10, usiku wa tarehe 10 anatakiwa atoke pale, ambapo kutoa yake ilikuwa tarehe 9. Tarehe ya Kiislamu inabadilika magharibi ya. Kutoa yake ilikuwa tarehe 9, anatakiwa atoke pale eneo la Arafa, magharibi yake na isha yake ataiswali kwa jamu taakhir katika eneo la Muzdalifa. Magharibi inaingia, ni wakati wa kuswali, hautakiwi uswalie pale. Ule wakati watakiwa utoke uende katika eneo la Muzdalifa. Ukifika eneo la Muzdalifa utaswali jamu taakhir, swala za kukusanya kwa kuzichelewesha. Magharibi utaiswali kwa muda wa isha, utaiswali magharibi, alafu ukimaliza hapo utaswali al-isha na swala zote za rakaa 4. Swala zote za rakaa 4 kuanzia siku ya kwanza unatoka katika eneo la Maka unaenda Mina mpaka unamaliza ibada hii ya Mina. Kwa wakazi wa Maka na wageni waliotoka sehemu mbalimbali, wote swala za rakaa 4 wanaswali rakaa 2. Yani kama sio ule uzito wa safari kutoka Maka kwenda Mina, kutoka Mina kwenda kusimama Arafa, na kutoka Arafa kuja Muzdalifa, Muzdalifa kurudi tena eneo la Mina, kama sio mikiki ya safari na ule wingi wa watu na dhiki ya hali, basi kwa upande mwingine ibada yote ya hija kwa mtu aliyoingia Maka inawepesi sana kwenye upande wa swala. Naam, swala zote za rakaa 4 unaswali rakaa 2, na isitoshe unatakiwa ukusanye baina dhuhuri na alasiri, na ukusanye baina al-maghrib wal isha. Muda wote wa maisha yako ya Arafa, maisha yako ya Mina, maisha yako ya Muzdalifa, unaswali kwa mtindo huo. Ashahid, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Arafa alikwenda moja kwa moja mpaka katika Jabal Rahma, akasimama pale. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, akatoa hutuba yake iliyojulikanwa kwa jina la khutbatul wadaa. Ayuhan nasu, enyi watu, isma'u anni la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha.
moja ya maneno ambayo yaliweka athari nzito kwenye nyoyo za masahaba, yakatoa machozi kwenye macho yao, ni maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutbatul wadaa: ayuhan nasu, enyi watu, khudhu anni wasma'u wa'u, chukueni kutoka kwangu, sikilizeni na mzingatie haya ninayosema. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Wa fi'lan, alipotoka pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi siku 81, akawa ameondoka duniani, ameuachia umma misingi madhubuti. Miongoni mwa misingi madhubuti aliyozungumza katika hajjatul wadaa, alizungumzia uharamu wa damu, akazungumzia uharamu wa mali ya mtu, akazungumzia uwajibu wa kuchunga heshima ya mtu. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Allahumma hal ballaghtu? qalu bala, faqala Allahumma shahad. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: أي يومكم هذا؟ قال الصحابة: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. Katika hutuba ile Mtume aliuliza, leo ni siku gani? Tukanyamaza, wanasema masahaba, tukanyamaza, pakapita ukimya mzito, mpaka tukadhani kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ataitaja hiyo siku kinyume na jina lake. Alaysa yaumu at-tarwiya, leo haikuwa ni alaysa yaumu at-tarwiya, haikuwa ni siku ya tarwiya? Faqal, akasema tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayu baladin hadha, huu ni mji gani? Masahaba wanajibu wakasema, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, tukanyamaza mpaka tukadhani kwamba Mtume atautaja mji ule wa Maka kinyume na jina lake. Akasema, sio mji wenu mtukufu huwa wa Maka? Akauliza pia, ayu shahrin hadha, huu ni mwezi gani? Majawabu yakawa yale yale. Akasema, haukuwa mwezi wenu wa Dhulhijja? Hapa ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Enyi watu, hakika ya damu zenu na mali zenu na heshima zenu kwenu nyinyi ni haramu, kama ilivyokuwa mnaheshimu siku yenu hii kwa utukufu wake, na kama mnavyoheshimu mji wenu huu kwa utukufu wake, na kama mnavyoheshimu mwezi wenu huu kwa utukufu wake, basi heshimuni mali zenu. Yani mtu ambaye anaiba, anatumia mali ya mtu pasina ridhaa yake, ni sawasawa na mtu ambaye amevunja heshima ya mwezi wa Dhulhijja, ni sawasawa na mtu ambaye amevunja heshima ya mji wa Makka, ni sawasawa na mtu ambaye amevunja heshima ya siku ya Arafa. Hakika ya damu zenu, hakika ya mali zenu, hakika ya heshima zenu kwenu nyinyi haram, kama mnavyoheshimu siku yenu hii, na kama mnavyoheshimu mji wenu huu, na kama mnavyoheshimu mwezi wenu huu. Heshimuni hivi vitu vitatu. Ala fala tarji'u ba'di kuffara,
yadhribu ba'dukum riqaba ba'di, enyi waislamu msirudi baada ya kuondoka kwangu katika ukafiri, msirudi baada ya kuondoka kwangu katika matendo ya ukafiri. Ikawa baadhi yenu wanaua kuwaua wenzao, mimi mtume wenu na kukatazeni hili. Haya ni katika mambo ya msingi aliyoyataja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akazungumzia kadhia ya wanawake, fa innakum istahlaltum furujahunna likalimati llah fastawsu bin nisa'i khaira, tafuteni wasia wa kheri kwa kina mama, chungeni na lindeni wanawake kwa sababu nyinyi mmehalalikiwa tupu zao kwa neno la Allah. Basi muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake. Katika moja ya mambo muhimu aliyoondoka nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuchunga huququn nisa, haki za wanawake. Kuonekana kwamba Uislamu unamdhalilisha mwanamke, Uislamu unamtweza nguvu mwanamke. Hivi kitabu gani katika vitabu vilivyoteremka kutoka mbinguni kina sura kamila inaitwa Suratun Nisa? Kitabu kipi kinyume na Qur'an? Qur'an kwa kuchunga haki za wanawake imeweka sura kamili, ina karatasi 14 kwa msahafu wa Madina, inaitwa Suratun Nisa, sura iliyozungumzia haki za wanawake. Ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Aya hii ni aya kwanza katika sura an-Nisa, imetambua mabda'ul insaniya, vyanzo vya mwanadamu vinatokana na dhakarun wa untha. Kwa mwanamke ni sehemu ya kupatikana mwanadamu duniani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasimika misingi hii ya umuhimu wa kuchunga haki za kina mama. Ikhwani, pamoja na kwamba alizungumzia kwa kina mama wao pia wachunge haki za ndoa zao, akasema kwamba nyinyi wanaume mna haki zenu za msingi kwa kina mama, lakini wake pia nao wana haki zao za wajibu kwa waume zao. Wasiingize kwenye nyumba mwanamume ambaye mume haridhii mwanamume yule kuingia katika nyumba hii. Akatumia pia kinaya, wasipandishe kwenye vitanda vyao wanaume wengine, ibara ya kuonyesha mwanamke aliyepo kwenye ndoa kama ilivyokuwa mwanamke asiye kwenye ndoa haramu kufanya zinaa, lakini Mtume akakariri hili kwa kuonyesha miongoni mwa haki za wake kwa waume zao ni kuto kuchepuka. Haya yote aliyazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wada na khutbatul wada. Ikhwani fil iman, khutba hii imeitwa majina mengi. Hii hija hii imeitwa majina mengi. Hija hii imeitwa hijjatu al-balagh, hijjatul balagh, hija ya ufikishaji, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikariri hili neno, hal balaghtu, je nimefikisha? Na masahaba walitikia naam, umefikisha ewe mjumbe wa Allah tabaraka wa taala. Ikaitwa khutbatul balagha, lakini pia imeitwa hijjatul islam. Kawaida vitu vizuri huwa vina majina mengi. Imeitwa pia hijjatul islam kwa sababu misingi mama ya Uislamu ilisimikwa pale na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyoitwa kuwa ni hijjatu alwadaa, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wadaa ummatahu fi tilka alhajj. Mtume aliaga umma wake katika hija ile, lakini imeitwa pia hijjatu dumu'i wal jumu'i, ni hija ya mkusanyiko mkubwa na hija iliyowaliza masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakuna mkusanyiko uliokuwa mkubwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume na mkusanyiko ule. Na hutuba aliyoitoa watu wengi walilia kwenye hutuba ile. Nasallallahu tabaraka wa taala yuwaffiqana jami'an li hajji baitillahi alharam wa li ada'i manasik alhajj, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdik لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.